nafanyiwa, nafikiri ndo zilikuwa sababu ya yeye kwenda kupata hizo goli 3. Kwa hiyo kama akiendelea Budo kupata nafasi na akafanya yale aliyofanya au zaidi ya yale aliyofanya kwenye mechi ya Pamba, nafikiri inaweza ikaenda kuwapa nafasi timu pinzani kufanya makosa na kupata adhabu ya zile faulu ambazo huwa ndo fundi sana wa kuzipiga. Kwa hiyo inaweza ikamsaidia kuongeza idadi ya magoli aliyokuwa nayo kutoka hapo alipo, na tusimpinge sana Ahmed Ally, tumtegemee ni moja kati ya watu ambao wanaenda kuigombania hiyo tuzo ya mfungaji bora, na inawezekana akaipata kwa 80%. Okay, sawa. Lakini kitu ambacho umezungumzia Ahmed Ally ni kuhusiana na wao kuhitaji kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Na iona safari nyepesi kwa namna ambavyo viporo wanatafuna, na ukizingatia wapinzani wao wanasema wapeleke timu uwanjani, ama ni mtego wa Young Africans wa kusema wapeleke timu uwanjani dakika za jioni, unakuta timu iko uwanjani. Mimi ninachoamini, naamini kwenye Simba kuutaka ubingwa kwa njia yoyote ile. Watafanya kila linalowezekana ndani ya uwanja na sometimes nje ya uwanja hadi ubingwa upatikane. Lakini watu wawili wote ni mafahari, na mafahari wawili siku zote tunaambiwa hawakai zizi moja. Nafikiri wao wanajua namna ya kuzicheza hizi game. Sio mara yao ya kwanza wala sio ya pili, na sidhani kama itakuwa ni mara yao ya mwisho. Kwa hiyo nafikiri Yanga anajua namna ya kucheza na akili ya Simba, lakini Simba pia anajua jinsi ya kucheza na akili ya Yanga. Hii ni kama Yanga wameweka mtego kwa Simba kwamba Simba aamini Yanga hatofika hiyo siku uwanjani, na pasipo matarajio ya mtu yoyote Yanga wakaja wakaleta timu uwanjani. Asipojiandaa kwa hilo, nafikiri kweli inaweza ikamkosti, lakini sifikiri kama Simba bado hajausangukia mtego wa Yanga, kwa sababu watu wengi ukiwasikia wanakwambia inawezekana ukawa ni mtego. Sasa kama watu wengi wanasema inawezekana ukawa ni mtego, inatakiwa haraka sana benchi la ufundi na viongozi wa Simba kwa ujumla waone kwamba inawezekana kweli ukawa mtego, na wao wajiandae kwenda kuutegua huo mtego. Kwa hiyo kazi bado ipo kwa Simba. Kama kweli ana nia ya ubingwa, pointi moja kwa kuitamka ni nyepesi sana, lakini kwa kuitafuta ni ngumu sana. Yani ni bora ukatafuta pointi 3 kuliko kuitafuta pointi moja. Nafikiri wewe unaona jinsi inavyoenda, ni kuigawa kuipata pointi moja na kuclear pale inakuwa issue sana. Kwa hiyo na hii inakuwa issue kwa tafsiri mbili. Yani Yanga, Simba wao wanaweza wakaiona pointi moja ni ndogo, kwamba tunaweza tukaipata muda wowote saa yoyote wakarelax. Kwa hiyo hii nayo inaweza ikawapelekea kuona kwamba wao wanaamini wanaweza wakaipata wakati muda hawasubiri, na Yanga nao wanaendelea kutoka pale walipo kwenda mbele zaidi, na gap la pointi likawa linaongezeka. Kwa hiyo siwaoni Simba wakikata tamaa kwenye hilo, kwenye kuchukua ubingwa, na Yanga vile vile siwaoni. Na nafikiri mimi kwa maoni yangu inawezekana game ya Simba na Yanga ikaenda kutuonyesha bingwa ni nani kwenye ligi mwaka huu. Sawa. Tuguse kidogo hii pia battle ya ufungaji bora ambayo imeonekana kuwa ngumu kweli kweli. Hadi sasa hivi huenda game za mwisho ndo zika define nani ambaye anachukua kiatu hiki cha ufungaji bora, ama pengine game 3 game 2 za sasa hivi, yani game hii na itakayofuata huenda tukajulikana. Game za kuzipigia hesabu ni tusubiri mpaka mwisho. Kwa nini nimesema tusubiri mpaka mwisho? Mtoe ya Jan Chaza kwenye game ya Pamba Jiji. Ndio. Mara ya mwisho ameingia kambani lini? Mpaka kuja kuingia tena juzi. Unapiga hesabu ni kwamba kuna muda ali drop kidogo, akampisha Dube kabla ya Dube kumpisha Mzizi. Umeona, na hata ukimwangalia Lionel Ateba
naye pia alidrop akawapisha wote. Kwa hiyo kumekuwa kuna mpishano, yani kwamba kuna muda mtu anapumzika na muacha mwenzie atawale kwa muda, baadaye anarudi anakuja naye anajaribu ku take position, lakini inaenda hivyo, yani wanapeana nafasi ya kusubiri. Sasa nafikiri hapa ndo kuna ule msemo wa kwamba anayecheka mwisho ndo atacheka sana. Kwa hiyo atakayeachiwa kuvinjari kwenye lile eneo mwishoni mwa msimu, huyu ndo anaweza akacheka sana. Kwa hiyo kwa mechi hizi 2-3 zilizobaki, kwa mapema kusema kwamba nani atakuwa mfungaji bora bado, mpaka tuone mwisho wa ligi, na inawezekana pia mpaka mechi za mwisho kabisa zikaenda kutupa mfungaji bora. Okay, sawa. Unaye pia nafasi ya kuweka comment yako hapa, wewe ukizungumzia kwa upande wako, unafikiri Simba anaenda kuwa bingwa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara, na nani kutoa kiatu cha mfungaji bora katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara? Kila kitu kiweze kwenda sawa.